Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unakumbuka vizuri kwenye ile Ufunuo 14 fungu la 7, Biblia inasema kwamba kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Siku ya leo tutaenda kuangalia hii sentensi aliyosema kwamba kwa maana saa ya hukumu yake imekuja ilikuwa na maana gani. Tumeona kwamba kule ni ujumbe ambao unawaita watu wa Mungu kuwatofautisha na ulimwengu, ukirejesha kile kichwa ambacho wamekipoteza kwa muda mrefu kwa Mungu wao sasa kinarejea, lakini mambo wanayoyafanya badala ya kujiona kwamba wamefanya wao, kwa sababu nafsi zao wamesalimisha kwa Yesu, basi wanaona yale mambo aliyeyafanya ni Mungu mwenyewe, sio wao. Lakini baada ya hayo sasa ndipo linakuja tena tamko ya kwamba saa ya hukumu imekuja. Kwenye kuhusiana habari ya hukumu kwamba imekuja, tunapo Biblia imetumia neno imekuja, maana yake ni kitu ambacho kimeshaanza lakini bado kipo kwenye muendelezo. Yaani ni sana labda tuseme kuna mashindano fulani yalikuwa yanatakiwa kufanyika, sasa imefika muda yakawa yameanza. Kwa unapoenda kuripoti kwa hiyo mtu anakuuliza kwamba mashindano hayo yameanza, yalishaanza, unamwambia kwamba yamefanya nini? Yameanza, ili hali bado pia yameendelea, ila yameanza. Kwa ni hukumu ambayo iko katika muktadha wa kuanza lakini bado ikiwa inaendelea. Neno lililotumika hapo kumaanisha hukumu linaitwa neno crisis. Neno hili neno crisis linapotumika huwa lina maana ya kama condemnation, lakini na maana ya lina maana ya kama accusation au sentencing. Yani hili neno linapotumika kwa Waebrania wanapolitumia huwa wanamaanisha ni kama upelelezi, yani kwamba kuna kesi, labda kuna mtu anatuhumiwa. Sasa ile kitendo cha upelelezi unaofanyika, yani ni tukio linalofanyika kabla ya kesi yenyewe, kabla ya adhabu yenyewe, ndio inaitwa neno crisis. Lakini inapotumika neno crino huwa ina maana ya implication ya adhabu yenyewe, lina maana ya conclusion. Maana yake upelelezi wote umeshafanyika na tayari imeshajulikana hasa kipi ni kipi, kama ni haki au kwamba huyo mtu anakosa. Ndipo hasa wanapotumia neno crino huwa inaenda kumaanisha adhabu anaenda kuipokea huyu mtuhumiwa. Lakini crisis ni yale matukio au mambo ya upelelezi kabla ya hukumu yenyewe. Crisis ndio inatumika kwenye kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 7. Linamaanisha nini? Ni hukumu ambayo imekwisha kuanza lakini bado ikiwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna jambo moja hapa la muhimu ambalo tunatakiwa kuliangalia kabla tujaja kuiona hii hukumu yenyewe ilikuwa inaongelea kitu gani. Sikiliza, ili tamko la malaika huyu au tamko la ujumbe huu linaturejesha kwenye huduma ya patakatifu pa mbinguni ambayo inaendelea. Kwenye ile huduma ya patakatifu ile ya zamani iliyokuwa inaendelea kwenye ile hema ya duniani hapa kipindi Yesu hajaja. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 16, nadhani kuanzia hata fungu la kwanza hapo unaweza kuanzia hapo hadi la 10, kilichokuwa kinaongelewa ni kwamba ilikuwa inajaribu kuongelea kaida zilizokuwa zinafanyika katika hekalu kwenye namna ya kumpatanisha mtu mdhambi. Mdhambi alikuwa akifanya dhambi, alikuwa anachukua kondoo au kama ni mbuzi alivyoelekezwa, anamleta hadi pale hekaluni. Anapomfikisha pale hekaluni, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Kuhani anamchukua, anaingia kwenye hekalu. Hekalu lilikuwa na sehemu 3. Ilikuwa na ua wa nje, lakini lilikuwa na lilikuwa pia na chumba cha kwanza ambacho ilikuwa ni patakatifu, lakini chumba cha pili ilikuwa kinaitwa chumba cha patakatifu ambacho kulikuwa ni nyuma ya pazia. Kuhani alikuwa anamchukua huyu kondoo, anaingia naye kwenye chumba cha kwanza. Akifika pale alikuwa anamsongeza au anamteketeza, damu yake inachinjwa pale na inateketezwa yule kondoo. Maana yake ni kusema nini? Ni kwamba hivi kwa imani ishara ya dhambi alizozitenda huyu mdhambi zinahamishwa kwa kondoo, na kondoo anakufa nazo hizo dhambi. Lakini baada ya muda ni kwamba hiyo ilikuwa inafanyika mara kwa mara, lakini ilipokuwa inafikia siku ya upatanisho ambayo imeongelewa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 16 fungu la 30 na 31 pia, acha nikukusomee. Nasema hivi: kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa, nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele ya Bwana.
ni sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitabisha roho zenu, ni amri ya milele. Ilikuwa ni siku ya upatanisho ambayo sasa kuhani alikuwa anafanya kazi ya kuzihamisha dhambi ambazo zimekusanywa kwa muda mrefu kwenye hii sehemu ya patakatifu. Alikuwa anazihamishia kwenye chumba cha pili cha patakatifu kwa patakatifu kwa ajili ya kufanya upatanisho sasa. Na kilichokuwa kinafanyika ni kusema nini? Ni kwamba wakati kuhani alipokuwa anatoka kwenye kile chumba cha kwanza anaingia kwenye kile chumba cha pili kwa ajili ya kufanya upatanisho, kule sasa alikuwa anaingia kwa ajili ya kwenda kupatanisha makosa ya watu ambao ameyabeba yeye kifuani, japokuwa sio ya kwake. Alikuwa anabeba sasa, anaingia nao kwenye kile chumba cha pili. Alipokuwa anafika pale, alikuwa anaenda kupatanisha mbele ya lile sanduku la agano. Kusema nini? Mwanadamu alichokuwa ameikosea, alikuwa ameikosea ni sheria. Kwenye ile sanduku kulikuwa na mbao mbili za amri. Kwa ni nini? Alikuwa anaenda kupatanisha kutumia damu ya kondoo kati ya huyu mdhambi, dhambi zake alizozitenda, alikuwa anaenda kuzipatanisha na sheria kwa damu ya nani? Ya kondoo. Lakini baada ya kutoka, alichokuwa anakifanya ni nini? Alikuwa anatoka anaenda kwa ajili ya kwenda kulibariki kutano, na sio tu kulibariki, lakini pia ukisoma kwenye ile fungu la tano, kuanzia hapo kwa fungu la 5 kumeelezewa mambo mawili. Ni kwamba huyu kuhani alipokuwa anaingia kwenye hii chumba cha patakatifu, alikuwa anaingia na vitu viwili. Alikuwa anaingia na kondoo, lakini pia alikuwa anaingia pia na mbuzi wawili. Huyu mbuzi mmoja alikuwa ni kwa ajili ya upatanisho wa dhambi, lakini huyu kondoo alikuwa ni kama sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa kumwakilisha Yesu Kristo. Lakini mbuzi mmoja ambaye alikuwa anapigiwa kura na kuchukua ile kura ya mbuzi alikuwa anaitwa ni mbuzi wa Azazeli. Huyu yeye alikuwa anabaki kwa ajili ya kubeba zile dhambi baada ya upatanisho, na anaenda kufa nazo jangwani. Kwa alipokuwa anatoka kwenye kile chumba cha pili sasa, baada ya kufanya upatanisho wote, kuhani alikuwa anazihamishia zile dhambi zote zilizotokana patakatifu wa patakatifu. Baada ya kupatakasa, anaenda kuziweka juu ya huyu mbuzi wa Azazeli, na huyo mbuzi alikuwa anapelekwa jangwani kwa ajili ya kwenda kuangamia, kwenda kufa na hizo dhambi. Dhambi hizo sasa Waisraeli kiimani inakuwa kwamba wamesamehewa dhambi zao na kutana inakuwa safi, halina dhambi. Ni kusema nini? Huyu kondoo au hawa wanyama walikuwa nawaona hawakuwa na hatia, lakini walikuwa nakufa kwa ajili ya dhambi za watu ambao wao ndio walipaswa wafe na ni watu wenye hatia. Lakini noti walikuwa nakufa kifo cha kikatili, wakati hata dhambi hazikuwa za kwao. Ni kusema nini? Haya mambo yalikuwa yanamwakilisha Yesu Kristo. Hakuwa na dhambi, lakini alikuja akafa kwa ajili ya wadhambi. Lakini sio tu hivyo, huyu Yesu Kristo ambaye alikuja kufa kwa ajili ya wadhambi, alikufa pia kifo cha kikatili. Ni kama wale kondoo walivyokuwa nakufa kifo cha kikatili. Lakini sio tu hivyo, damu yake ilimwagika. Ni kama wale kondoo walivyokuwa wanachinjwa na damu zao zinamwagika kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. Kwa sasa ni kusema nini? Kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania 9 fungu la 11 nasema hivi: lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Sasa Biblia hapa inamtambulisha Yesu Kristo akiwa ni kama kuhani, lakini hata kusoma Waebrania 8 utaenda kukutana yeye anatutambulisha kwamba tunaye kuhani na mwombezi wetu Yesu Kristo anayetupatanisha yeye na Baba. Sasa haya mambo tunaona alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo, alikuwa anatuelekeza kwenye huduma ya Yesu Kristo. Sasa baada ya Yesu Kristo sasa kufa pale msalabani, alichoanza kufanya, alianza kufanya hii huduma ya kikuhani katika sehemu ya patakatifu pa mbinguni, akiwa anatuombea. Ukisoma hiyo Waebrania 9 kuanzia fungu la kwanza hadi hadi fungu la 10 imeelezea hema ya patakatifu wa duniani ilivyokuwa. Lakini sasa ukienda kwenye Ufunuo 11, lakini hata Ufunuo 8 pia na yenyewe bado imeelezea hema la mbinguni likiwa limefunguliwa,
ni kwamba Kristo sasa yupo mbinguni akiwa anahudumu yeye kama kuhani. Ni kwamba alipokufa alipofufuka na akapaa mbinguni, alienda kuanza sasa kufanya ile kazi ya kikuhani. Yaani baada ya ile hekalu la hapa duniani, kazi ilikuwa tunafanyika ilikuwa tunamwakilisha yeye. Sasa alikuwa amekwisha kuja na yeye sasa mambo ambayo alikuwa anawakilishwa kwake, sasa alikuwa anaenda kuanza kufanya yeye mwenyewe kule mbinguni. Unaposoma kitabu